Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Islam, tukiendelea tena katika darasa yetu ambayo tunazungumzia kuhusiana na moja katika vitabu vikubwa sana ambavyo vinazungumzia moja katika madhehebu za Kiislamu, kinaitwa al-Ibadhiyyah, madhhabun islamiyyun mu'tadil. Ibadhi ni madhehebu ya Kiislamu iliyokuwa ya wastani. Kitabu hichi tumesema kwamba kakitunga mmoja katika wanachuoni wa Kibadhi anaitwa al-Allama Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi wa radhiya anhu wa nafa'ana bi'ilmihi. Mmoja katika wanachuoni wakubwa ambaye alikuwa anaandika sana kuhusiana na madhehebu ya Kiibadhi na kuieleza kwa watu ili wapate kujua ni ipi misingi na rai na fikra za madhehebu hii. Mwanachuoni huyu amekufa katika mwaka 1980 miladi. Al-Imam Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi katika hichi kitabu mwanzo kabisa kaanza kuleta definition ndogo kuhusiana na madhehebu ya Kiibadhi ili watu wapate kujua ni madhehebu ya aina gani. Anasema Sheikh, al-Ibadhiyyah madhhabun min al-madhahib al-islamiyya. Ibadhi ni madhehebu moja katika madhehebu za Kiislamu al-mu'tadila zilizokuwa za wastani. Yani kwa maana kwamba ni madhehebu ambayo haijavuka mipaka. Hakuna ghulu ndani yake katika fikra zake na katika itikadi yake na katika fiqhi au rai zake. Anasema wa ila al-qari sura lahu mulakhasa fi al-faqarat at-tali. Na napendelea msomaji achukue hii sura fupi في الفقرات التالية katika paragrafu zifuatazo. Lamhatun tarikhiyya, Sheikh akaanza sasa kuelezea ufupisho mdogo sana wa kitarehe wa kihistoria ambao unahusiana na madhehebu ya Kibadhi. Anasema Imamu al-Ibadhiyyah, imamu wa madhehebu ya Kibadhi ni Abu Sha'tha, ni Imam Abu Sha'tha Jabir ibn Zaid al-Uzdi rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo ndio imamu wa madhehebu ya Kibadhi. Watu wengi wanakuwa hawajui madhehebu ya Kibadhi imamu wao ni yupi. Nani ambaye kaasisi fikra zile za mwanzo kabisa katika madhehebu ya Kibadhi? Tunasema kwamba imamu wa madhehebu ya Kibadhi biittifaq ulama al-Ibadhiyyah, kwa makubaliano wanachuoni wa Ibadhi wa mashariki na magharibi, ni Imamu Jabir ibn Zaid al-Uzdi rahmatullahi alayhi. Ulida sana, imamu ambaye kazaliwa katika mwaka 22 Hijria, katika mwaka 22 Hijria. Watufia sana na amekufa katika mwaka, na hii kuzaliwa wako baadhi ya maulama ambao wanasema kwamba kazaliwa katika mwaka 21, na hiyo ndio kauli mashuhuri zaidi, lakini hapa Sheikh kataja kwamba amezaliwa katika mwaka 22 na akafa katika mwaka 96 Hijria kwa mujibu alivyoandika Sheikh katika kitabu. Lakini pia kauli ilikuwa mashuhuri ni kwamba kafa katika mwaka 93 Hijria, kama ilivyokuwa ndio kauli iliyoenea zaidi na ilikuwa mashuhuri zaidi katika vitabu vya tarehe. Sheikh anasema wa ala hadha al-i'tibari, kwa kuzingatia mzingatio huu, fa huwa awwalul madhahib al-mu'tadilati nushu'an. Kwa hiyo inazingatiwa Ibadhi ndiyo madhehebu ya mwanzo kabisa iliyodhihiri katika umma wa Kiislamu. Yani katika madhehebu za mwanzo zilizodhihiri katika tarehe ya Kiislamu, katika karne ya kwanza ya Kiislamu, ni madhehebu ya Ibadhi. Kwa kuangalia kwamba yule imamu ambaye aliasisi hii madhehebu alikuwa ni katika tabi'in, ni katika wanafunzi wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Jabir bin Zaid alikuwa katika tabi'i, tena katika kibari tabi'in, katika tabi'ina waliokuwa wakubwa, kwa sababu kadiriki masahaba wengi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akasoma kwao. Miongoni mwa walimu wake ambao waliomsomesha ni Abu Huraira, sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, mwalimu wake mkubwa zaidi Abdullah bin Abbas, na pia Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, na Bibi Aisha radhiyallahu anha, na wengineo katika masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yeye mwenyewe Imam Jabir anasema kwamba adraktu 70 badriyan fahawaitu ma indahum illa al-bahr, nimediriki masahaba 70 ambao walioshiriki katika vita vya Badri, fahawaitu ma indahum, nikakusanya ilmu iliyokuwa kwao, illa al-bahr, isipokuwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Salim, Imam Salim anasema kwamba
70 badriyan hawa ma indahum jabiruna waqad wa'a waqad alim. Masahaba 70 walioshiriki katika vita ya Badri, hawa ma indahum, amekusanya kutoka kwao Imam Jabiruna, Jabiri wetu, waqad wa'a waqad alim, na akafahamu ilmu zao na akajua ilmu zao. Tayeb, sasa hapa mtu anaweza akasema ikiwa imamu wa madhehebu ya Kiibadhi ni Jabir bin Zaid, kwa nini Maibadhi hawakunasibishwa kwa Jabir? Kwa nini hawakuitwa Jabiria? Tunaweza kusema hivyo. Nasema kwamba Ibadhi wamenasibishwa kwa mmoja katika wanaharakati wakubwa wa Kiibadhi katika zama hizo, anaitwa Abdullah ibn Ibadhi Tamimi. Hawakunasibishwa kwa Jabir bin Zaid kwa sababu Abdullah ibn Ibadhi ndiye ambaye aliyekuwa kadhihiri zaidi kwa watu, alikuwa ndo mzungumzaji kwa niaba ya Maibadhi wakati ule, na alikuwa akifanya minakasha, akifanya mijadala na wale ambao walikuwa wakipingana na zile fikra za Kiibadhi, lakini pia ndiye ambaye alikuwa anapinga ile dhulma ambayo ilikuwa imeenea katika zama zile katika daula al-Umawiya. Na haya utaona ile minakasha iliyokuwa ikifanyika baina yake na baina ya mtawala wa zama zile ambaye akiitwa Abdul Malik ibn Marwan. Kwa sababu hizo za kwamba yeye ndiye ambaye aliyekuwa akidhihiri, watu wakamuona kwamba yeye ndiyo kiongozi wa Kiibadhi, na ndio maana wakanasibisha madhehebu ya Kiibadhi kwake. Na yeye pia alikuwa katika tabi'in, katika yani ni tabi' min at-tabi'in, ni mmoja katika tabi'in, yani wale ambao waliosoma kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Imam Salim rahmatullahi alayhi anasema, wa asluhu anna fata Ibadhi kana muhamiyan lana wa madhi mudafi'an a'da'ana bil hujjati wa hamiyan ikhwanana bishawkati. قد كان في أيام عبد الملك مع شدة الأمر وضيق المسلك ناقشه وبين الصواب ولم يكن لبأسه قد هاب، وكان لا يدعوه إلا باسمه تعززا بحقه وعلمه، فصار معروفا مع الجميع لما حوى من شرف رفيع، ونسبوا من كان في طريقته إليه لاشتهار حسن سيرته. فنحن الأولين لم يشرع لنا نجل إباض مذهبا يحملنا، من ذاك لا تلقى له في المذهب مسألة نرسمها في الكتب. Mashairi haya, mabeti haya Imam Salimi yanaeleza ya kwamba Abdullah bin Ibadhi ndio imamu ambaye wamenasibishwa Maibadhi kake, si kwa sababu kwamba yeye ndo alikuwa ni kiongozi wao, lakini kwa sababu yeye ndiye alikuwa anadhihiri, akawa anapinga ile dhulma ambayo ilikuwa imeenea katika zama zile waliokuwa wakifanya wale watawala wa Bani Umayya. Anasema Imam Salim rahmatullahi alayhi ta'ala, anasema wanasabu man kana fi tariqati, na watu wakanasibisha wale ambao waliokuwa katika njia yake huyu Abdullah bin Ibadhi ilayhi, wakawanasibisha kwake lishtihari husni sirati, kwa sababu ya kwamba ule mwenendo wake ulivyokuwa ni mashuhuri kwa watu, ndio maana wale wafuasi wake wakawanasibisha kwake. Kisha akasema wa nahnu al-awwalina lam yashra' lana najlu Ibadhi madhhaban yahmiluna, min dhaka la talqa lahu fi al-madhhabi mas'alatan narsumuha fi al-kutub. Pamoja na kwamba Abdullah bin Ibadhi hakuweka sheria yoyote katika madhehebu ya Kiibadhi, wala hakuna masala yoyote ya kifiqhi ambayo utaiona kwamba inanasibishwa kwa yeye. Hii ni dalili tosha ya kuonyesha kwamba yeye hakuwa ni muasisi wa madhehebu ya Kiibadhi, bali kwa sababu yeye alikuwa ni mwanaharakati, ndio maana watu wakadhania kwamba yeye ndio kiongozi wa Kiibadhi. Anasema hapa Sheikh Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi, wamenasibishwa wafuasi wa madhehebu hii kwa Abdullah bin Ibadhi Tamimi nisbatan ghayra qiyasiyatin, ni mnasibisho ambao uliokuwa haujakubaliana na misingi ya kielimu. Anasema na jambo ambalo limechangia katika hilo ni wale viongozi wa daula Umawiya ambao walikuwa katika zama za Abdul Malik bin Marwan, na kwa sababu ya ile minakasha, mijadala ambayo alikuwa akifanya huyu pamoja na hawa viongozi, na kwa sababu ya haraka yake iliyokuwa imedhihiri katika kukosoa zile tabia za daula hii ya Umawiya, kwa sababu hawa viongozi wa daula Umawiya wengi wao walikuwa wametoka katika ile njia ya makhalifa waongofu.
Kwa hiyo yeye alikuwa akiwalingania katika uadilifu, ndio maana wale wakamtuhumu huyu, na ikawa wanawatuhumu wale wafuasi wa madhehebu ya Kiibadhi, wanawatuhumu na kuwaita kwamba ni Ibadhia kwa kuwanasibisha kwa yule Abdallah ibn Ibadhi rahmatullahi alayhi. Ndio nasema hapa Imam, amma al-Ibadhiyyah anfusuhum, ama maibadhi wenyewe, faqad kanu yusammuna anfusahum ahla ad-da'wa, wao wenyewe walikuwa wakijiita ni ahla ad-da'wa, ni watu wa da'wa, watu wa kulingania. Walam yu'rafu bil Ibadhiyyah, na hawakujulikana kwa jina hili la Ibadhi illa ba'da mauti Jabir bizamanin, isipokuwa baada ya kufa Imam Jabir bin Zaid kwa kupita wakati fulani. Walam ya'tarifu bihadhihi at-tasmiya illa ba'da dhalik, na wao wenyewe hawakukiri jina hili Ibadhi, hawakulikiri hili jina la kuitwa kwamba ni maibadhi illa ba'da dhalika, isipokuwa baada ya hapo, indama intasharat ala alsinati aljamii, lilipokuwa hili jina limeenea katika ndimi za watu wengi wakati huo, fataqabbaluha, ndio maana wao wakalikubali hilo jina, tasliman bil amri alwaqi' inda alakhirin, kwa ajili ya kukubali tu ile jambo ambalo tayari lilikuwa lishaenea kwa watu wengine. Kwa hiyo hapa tunakuta kwamba tunapata katika ili somo letu la leo ya kwamba imamu mkubwa wa madhehebu ya Kiibadhi ni Jabir bin Zaid rahimahullahu ta'ala. Lakini kwa nini Ibadhi wakaitwa Ibadhia? Nisbatan ila Abdullah ibn Ibadhi, amenasibishwa kwa Abdullah ibn Ibadhi. Kwa nini wakanasibishwa kwake? Kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa ni alqaid albariz, ndiye kiongozi ambaye alikuwa kadhihiri zaidi katika kundi hili, ndio maana watu wakadhani kwamba yeye ndio kiongozi wao, wakawanasibisha kwake yeye. Tunamalizia hapa, anasema al-Imamu thani al-Ibadhiyya, imamu wa pili wa madhehebu ya Kiibadhi baada Imam Jabir bin Zaid, huwa Abu Ubaida, ni Abu Ubaida Muslim ibn Abi Karima at-Tamimi, Muslim ibn Abi Karima at-Tamimi rahmatullahi alayhi. Akhadha al-ilma an Jabir, ambaye yeye kasoma kwa Imam Jabir wa ghairi na wengineo katika wanachuoni. Wa an tullabihi man tashara al-madhhab al-Ibadhi, na kupitia kwa wanafunzi wa hawa wanachuoni wawili au maimamu wawili, Jabir na Abu Ubaida, ndio hapo ilipoenea madhehebu ya Kiibadhi fi aghlabi biladi al-Islam, katika miji mingi ya Kiislamu. Anasema Sheikh, waqad ishtahara min ulaika at-tullab, na wakapata umashhuri wakaenea katika wanafunzi hao, hamalatul ilmi ila al-mashriq, wale ambao waliobeba elimu kwenda mashariki. Yani hapa wanakusudia kwamba wale wanafunzi waliorudi katika nchi ya Oman wakaeneza ilmu katika nchi ya Oman, ambao ni kina al-Bashir bin al-Mundhir na Musa bin Abi Jabir al-Azkawi na Munir bin al-Nayyir al-Ja'lani al-Riyami na wengineo katika wanachuoni ambao walirudi katika nchi ya Oman na wakaeneza ilmu. Hao walipata ilmu yao kupitia kwa Abu Ubaida, al-Imam al-Rabi na wengineo katika wanachuoni. Yani walisoma Basra, baadaye wakarejea katika mji wa Oman. Hawa wanaitwa hamalatul ilmi ila al-mashriq, na wengine wanaitwa hamalatul ilmi ila al-maghrib, wale ambao waliobeba ilmu kwenda magharibi, ambao hawa wanakusudiwa ni wale wanafunzi ambao walisoma kwa Imamu Abu Ubaida rahmatullahi alayhi na Imamu Rabi bin Habib katika mji wa Basra, baadaye wakarudi katika nchi zao, yani katika miji ya magharibi, na kusudiwa hapa shimal Afrika, yani Afrika ya kaskazini, Algeria, Tunisia, Libya, wakarejea katika miji ile na kueneza ilmu katika miji ile. Miongoni mwa hao ni al-Allama al-Imam Abdurrahman ibn Rustum al-Farisi na pia al-Imam Asim as-Sadarati na wengineo katika wanachuoni. Inshallah leo ndugu zangu Waislamu tutafikia hapa, tutakuja kuendelea katika darsa ijayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.